Karibu sasa tuanze taarifa za alasiri. Kama unavyofahamu ni kueleze tu kwamba muda mchache uliopita nimepata fursa ya kuzungumza na mwenyekiti ambaye amemaliza muda wake wa TAMWA, Joyce Shebe, akihudumu kwa kipindi cha miaka 6 katika chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA. Bila shaka kuna mengi sana ya kusikia hii leo, lakini pia kujifunza kutoka kwake. Na leo katika alasiri tuko naye hapa kupata ufahamu zaidi kuhusiana na safari yake na mchango wake kwa wanawake waandishi wa habari kwa ujumla. Na huo ndio undani wa alasiri. Uweze kufuatilia mazungumzo ambayo nimefanya naye muda mchache uliopita kama nilivyokudokeza. Mtazamaji wa alasiri, karibu sasa katika mazungumzo yangu. Niko hapa na mwenyekiti ambaye amemaliza muda wake kutoka TAMWA, Madam Joyce Shebe, ambaye tunapata fursa ya kujifunza lakini pia kusikia mchakato mzima alikuwa akifanyia kazi mpaka alipoweza kumaliza muda wake. Kwanza kabla ya kwenda mbali zaidi, nilitaka kufahamu nini hasa ambacho kilikusukuma ukaamua wewe kujiunga na chama hiki kuweza kukiongoza TAMWA? TAMWA ni chama cha wanahabari wanawake Tanzania. Chama ambacho kimekuwepo kwa miaka mingi zaidi ya 35, sasa hivi tuna 38. Kwa hiyo nimekuwa mwanachama kwa miaka kadhaa, na baadaye nafsi yangu ikanituma kwamba na mimi niingie kwenye kinyang'anyiro cha kugombea nafasi ya uwenyekiti. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2019. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwamba wanachama waliniamini, wakanipa ridhaa ya mimi kuwa mwenyekiti, na nikaongoza kwa miaka 3. Nilikuwa nia yangu ni kuleta mabadiliko. Kwanza ni mwenyekiti mwenye umri mdogo ukilinganisha na wenye viti ambao wamewahi kuwepo huko nyuma. Kwa hiyo kuna ambao kidogo walipata mashaka kwamba itakuwaje, lakini kuna ambao waliniamini zaidi. Na namshukuru Mungu kwamba nilipoingia nilianza kutekeleza majukumu yangu nikiwa na baadhi ya vipaumbele vyangu, ambao mojawapo ni kuendeleza yale ambayo huko nyuma tumekuwa tukiyapigania ama advocacy tunasema, kushawishi, kuelimisha na vitu vya namna hiyo. Lakini nilikuwa natamani kuona wanawake wanahabari tunafika kwenye level fulani. Nikijiangalia safari yangu mimi ya uandishi wa habari, kwa hiyo nikawa naona kuna fursa nyingi za mafunzo, lakini pia kuna fursa za kubadilishana uzoefu kama wanawake. Kwa hiyo nilitamani sana kuwa na majukwaa ya namna hiyo na kutumia nafasi hizo. Na miaka 3 ile ya mwanzo, kiukweli kuna vitu vilinikatisha tamaa. COVID ni moja kati ya mambo ambayo yalinikatisha tamaa. Hali ya uchumi wa kidunia haikuwa nzuri tena. Hali ya utendaji kazi haikuwa rahisi tena. Mambo yakabadilika tofauti na vile ambavyo pengine tulitegemea au nilitegemea. Kwa hiyo nikasema kwa hali hii ilivyo, kwa changamoto kama hizi, naona kama sitoweza kuendelea na temu ya pili. Kwa hiyo nikajitafakari. Nilipomaliza temu ya kwanza, nikawaambia baadhi ya members kwamba sintoendelea. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu nilitamani vitokee lakini havijatokea. Of course vingine inawezekana vilikuwa ndani ya uwezo wangu sikuvifanya, lakini sababu kubwa hasa zilikuwa nje ya uwezo wangu kama nilivyokuambia. Kwa hiyo nikasema sintowatendea haki wanachama. Lakini baadaye wanachama wengine wakanitia moyo, wakanishauri vizuri kwamba haya mambo huwa yanatokea katika uongozi, mambo huwa hayaendi kiwepesi kama ambavyo unategemea. Changamoto zipo na inahitajika ukae ufikirie kwa kina wewe kama kiongozi ni namna gani utazitatua. Kabla hujaenda kwenye temu ya pili, ni picha gani ulikuwa nayo nje wakati unasema nataka kuingia, nataka kufanya mabadiliko haya na haya? Pengine unaweza kaweka wazi ni kitu gani ambacho ulikigundua ambacho kilikupa ushawishi na ukaona hii ni changamoto nataka niingie nifanyie kazi. Alafu ukaingia ndani ukakutana sasa na hiyo shubiri tunaisema COVID ikaingia, na kuna mengine nadhani yaliingia tofauti na COVID ambayo hujayataja. Kama unaweza kaweka wazi. Mimi ni muumini wa matokeo. Napenda nifanye kitu nione matokeo chanya. Lakini kuna mwaka fulani nilienda kwenye mafunzo ya uandishi wa habari ya kimataifa. Sikumbuki nchi gani. Lakini nakumbuka kuna mama mmoja alikuwa anatutrain, anatufundisha masuala ya uongozi kwenye vyombo vya habari lakini na uandishi kwa ujumla.
Akatupa challenge. Akasema unajiona wapi baada ya miaka 5-10 ijayo? Unadhani utaendelea kubaki kuwa mwandishi wa eneo lako ulipo? Yaani kama niko Tanzania, niko Dar es Salaam, basi mimi ni mwandishi wa Dar es Salaam. Akasema uanze kufikiria kuwa mwandishi wa kimataifa. Yaani usiwe tu mwandishi wa eneo lilopo. Itakusaidia kupanua wigo wa kufikiri, wigo wa kuziona fursa zilizo mbele yako na kuzitafuta. Lakini COVID ilivyokuja baadaye ilituachia advantage, ama tuseme ilitupa fursa ya kutumia internet. Yaani kwamba ukiwa Tanzania unaweza ukahudhuria mafunzo ambayo yanaendeshwa Marekani, yanaendeshwa India, yanaendeshwa Nairobi na vitu kama hivyo. Mtu ambaye yuko Dodoma naweza nikafanya naye mkutano nikiwa hapa. Kwa hiyo nikasema natamani kuiona TAMWA ikiwa katika level hiyo, kwa maana sasa ya wanachama wake ambao ni wanahabari wanawake. Kwamba tusiogope teknolojia, tuikumbatie, na mwisho wa siku tuachane na dhana kwamba mimi ni mwandishi wa Tanzania. Tuanze kujitanua kwamba tunaweza kuwa waandishi wa kimataifa. Ndio. Tuingie kwenye temu ya pili. Temu ya pili nilipoingia nikajaribu kufikiri nje ya box. Nikasema tuna vision na mission yetu. Lakini kuna mambo ambayo naweza nikayafanya pembeni kidogo ya mission na vision, lakini yakaenda kuconnect kule mbele. Kwamba nilikuwa nataka kubrandi chama. Yaani kama chama turudi kwa watu, tusikike, tuonekane. Ili mwisho wa siku turudi kwenye mstari wetu kwa maana ya kutimiza yale majukumu yetu. Kwa hiyo nikasema nianze nje ya boksi. Nikaja na wazo la maadhimisho ya miaka 36 ya TAMWA. Yote hiyo nilikuwa nataka sasa turudi kama taasisi, kama chama, wanachama wote tukutane hapo. Wakiwemo wale waanzilishi wetu, wakiwemo wadau wetu, tuwaalike, tusherekee miaka 36. Tueleze mafanikio, tueleze changamoto, na mwisho wa siku kwa pamoja tukubaliane kusonga mbele. Maadhimisho yale yalifana sana. Na tulimuomba Mheshimiwa Rais Dr. Samia awe mgeni rasmi. Alitukubalia. Na hakuja yeye, lakini alitutumia mwakilishi wake Mheshimiwa Waziri Jenista Mhagama ambaye ni waziri wetu wa afya sasa hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya fanikio kubwa kwangu kuwarudisha wanachama, kuwakumbusha wajibu wao, kukumbusha kwamba wao wanahitajika kukibeba chama na kutimiza yale ambayo chama tunahitaji wanachama wayafanye. Sasa pia katika yale maadhimisho, kitu ambacho kingine nilikifanya ni kuwaita wanahabari wanawake kuonyesha kazi zao. Kwa hiyo nikaweka categories, yani kukawa na wanahabari watangazaji wa habari, kukawa kuna watangazaji wa mahadhi ya pwani kwa maana ya hizi nyimbo za taarabu, kulikuwa na wanawake wapiga picha, kulikuwa na wanawake wanaofanya kazi digital kwenye mitandao. Kwa hiyo kulikuwa na kazi hizo za wanawake. Wali showcase kazi zao kwa pamoja. Nisema wanawake waje katika kategori hizi, maana hatuwezi kwenda wote. Waende wachache watuwakilishe, kuonyesha namna ambavyo wanawake kwenye vyombo vya habari tunafanya kazi zetu. Na yalikuwa maonyesho mazuri kiukweli, kwa sababu wote waliokuwa pale ni kweli ni watangazaji, ni waandishi, ni wapiga picha wanawake ambao wanakubalika na tunafurahia kazi zao. Kwa hiyo lile kwangu lilikuwa moja kati ya tukio ambalo na mimi likanifanya sasa nijipe moyo kwamba kumbe tunaweza tukapambana na kurudisha sasa ile ari ili tuweze kusonga mbele baada ya yale maumivu ambayo huko nyuma tuliyapitia. Nikataka kujua changamoto ipi ambayo ni kubwa sana katika kipindi chote cha uongozi wako, mwanzo na katika awamu ya pili, ambayo ulikutana nayo ikakuumiza sana, lakini mwisho wa siku ukaweza kuitatua, na uliitatua vipi? Changamoto kubwa sana ni hali ya kiuchumi. Hali ya kiuchumi kikweli ni changamoto ambayo nimekumbana nayo kipindi cha kwanza cha uongozi na kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza hali ilikuwa mbaya zaidi, lakini kipindi cha pili kidogo tukapata matumaini, milango ikafunguka. Kwa hiyo tukapata miradi ya kufanya kama taasisi. Kwa hiyo hali ya uchumi ilikuwa ni changamoto ambayo nimeenda nayo kwa kipindi chote. Na niseme tu kwa kuongezea,
Hapo katikati tumeona kama tumepata mwanga, tumepumua, lakini naweza kukwambia TAMWA sasa hivi miradi mitatu imekufa kwa sababu serikali ya Marekani imejitoa kwenye mambo mengi. Kwa hiyo nayo tena imetuathiri. Kwa hiyo natoka lakini naacha tena changamoto nyingine wakati tulishaanza kukaa vizuri. Ni kwa namna gani unaona uongozi wako ulichangia kwa kiwango kipi kuweza kuimarisha sauti na nafasi ya wanawake katika tasnia ya habari hapa nchini? Asante. Naweza kusema harakati za TAMWA huko nyuma tumetoa mafunzo ili watu waelewe tunaposema masuala ya usawa wa kijinsia, mgawanyo sawa wa majukumu, tunaposema haki za watoto, tunaposema wanawake waingie kwenye nafasi za uongozi. Hizo ni harakati zimekuwepo kwa muda mrefu. Elimu hii ikitolewa, TAMWA imekuwa ikishirikisha wanaume na wanawake wanahabari ili mwisho wa siku wanaume ambao wako ndani ya vyombo vya habari na wao waweze kuelewa kile ambacho TAMWA tunakisukuma. Lakini pia wanawake nao tunawawezesha ili nao wawe sehemu ya kuelewa kwamba haya ambayo tunayasema yana manufaa kwao lakini kwa jamii kwa ujumla. Alikuwa mwenyekiti wa TAMWA kwa kipindi cha miaka 6 mfululizo, amefanya kazi yake. Tumezungumza bila shaka, umejifunza mengi na unaweza ukatafuta muda ukazungumza naye. Anapatikana pia katika kurasa zake za mitandao ya kijamii. Instagram pia yupo na yupo very active. Unaweza kumtafuta pale Joyce Shebe, ukamtafuta vizuri Twitter ama X, sasa hivi ndivyo wanaita ukurasa huo ama mtandao huo, utaweza kumpata na kujua mengi zaidi. Mimi ni Sofia Kesi, sina la ziada mpaka wakati mwingine. Naam, ni mazungumzo machache ambayo tumefanya hapo, mengine yataendelea kuyasikia ambayo tumeweza kupata fursa ya kuzungumza naye aliyekuwa mwenyekiti wa TAMWA Joyce Shebe, ambaye kamaliza muda wake na alifanya kazi ama kihudumu katika ofisi hiyo kwa muda wa miaka 6. Tumejifunza mambo kadha wa kadha, lakini Joyce ni miongoni mwa viongozi ambao walikuwa kihimiza sana masuala ya elimu kwa wanawake, na amekuwa kihimiza bado na kuendelea kuhimiza kuwataka wanawake kuendelea kujifunza, kusoma ili waendelee kufanya kazi zao vizuri katika vyombo mbalimbali vya habari, lakini kubwa zaidi kufanya kazi kwa bidii pasipo kuchoka ili kuweza kutimiza malengo yao. Ni Joyce Shebe, asante sana kwa muda wako, lakini tutaendelea kuangazia zaidi yale ambayo tumeongea, maana hii ni awamu ya kwanza mazungumzo yetu. Awamu ya pili pia itakujia. Na sasa tuelekea mikoani kumulika lile jicho la habari. Naam, karibu sasa tuweze kuangazia jicho la habari, na tukianzia kule Shinyanga. Wafanyabiashara katika manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga wameiomba mamlaka ya mapato nchini TRA kuwataka wamiliki wa kampuni za ushauri wa kodi tax consultants kufungua ofisi Kahama ili kuwezesha kuepuka faini pindi wanapocheleweshwa taarifa za kifedha za kila mwezi kutokana na wengi wao kuishi nje ya Kahama. Salvatore Ntando huyu hapa na taarifa zaidi. Wafanyabiashara hao wamepaza sauti zao katika kikao cha washauri wa kodi na mashirika yasiyo ya kiserikali kilichoandaliwa na TRA kwa dhima ya kujadili changamoto mbalimbali zinazowakabili, ikiwemo masuala ya uwasilishaji wa taarifa za fedha za kila mwezi. Steven Mwenemani ni mwakilishi wa wafanyabiashara Kahama, anaeleza athari za kukosekana kwa ushauri wa kikodi, huku Catherine Kalinga akilia na mashirika yasiyokuwa na ruzuku. Mtu ana ofisi hapa Kahama lakini anamtegemea mtu aliyeko Dar es Salaam au aliyeko Mwanza. Kwa namna moja ama nyingine hicho kimekuwa kikiongeza gharama kwa kiasi kikubwa, kwa sababu aliyeko hapa Kahama atahitaji yeye apate, lakini aliyeko kule ambaye anategemewa na muhuri na yeye atahitaji apate. Tuna taasisi nyingi ambazo hazina miradi kabisa na chache zina miradi midogo. Kwa hiyo zinakosa zile gharama za uendeshaji kwa ajili ya kuwalipa wahasibu, kwa ajili ya kuwekea sawa mahesabu. Ndio maana inafika wakati wa kufile zile return anakuta hana zile document ambazo zinahitajika. Awali akijibu hoja za washiriki wa kikao hicho, Hamisi Sanze, afisa elimu na mawasiliano kutoka TRA Kahama, amesema ipo haja kwa kampuni hizo kuwa na ofisi Kahama, huku akiwataka wamiliki wa mashirika ambayo hayana miradi kuwasilisha taarifa zao ili wapate msamaha wa kodi. Nitoe rai kwa hawa washauri wa masuala ya kikodi kwa maana tax consultants waweze kuleta ofisi Kahama, lakini pia
pia wawe na mihuri kwa ajili ya kutoa huduma yao ya mambo ya ushauri wa kikodi. Lakini pia hizi penalty tutawasaidia namna gani ya kuomba zifutwe kwa sababu hawakuwa na uelewa. Tunaita remission. Kutoka wilayani Kahama mkoani Shinyanga, Salvatore Ntandu, na hii ni Clouds TV. Na asante Salvatore kwa taarifa hiyo. Na sasa kutoka Kahama, hebu tuiangazie Dodoma. Wanufaika wa mikopo ya 10% inayotolewa kwa njia ya kidijitali kupitia benki ya CRDB wametakiwa kuhakikisha wanatumia fedha hizo kikamilifu kulingana na maandiko na mpango mkakati waliowasilisha kwenye maombi ya mikopo ili kuepuka kushindwa kurejesha mikopo hiyo. James Bunuma kutoka Dodoma na taarifa zaidi. Lengo kuu la mikopo ya 10% ni kuwawezesha wananchi kujikwamua kiuchumi na kuanzisha au kuendeleza miradi yao ya uzalishaji. Hayo yamesemwa na mkuu wa division ya maendeleo ya jamii halmashauri ya jiji la Dodoma, Bi Charity Sichona, wakati wa hafla fupi ya kutoa elimu ya fedha kwa makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu walionufaika na mikopo hiyo. Mikopo ni kwamba tunasimama pale kwenye swala zima la kwenda kuendeleza miradi yao. Tunahitaji hii miradi iwe endelevu, lakini vile vile tunahitaji kwamba ikawape faida na waweze kurejesha. Naye mkuu wa kitengo cha biashara wa benki ya CRDB Foundation, Fadhili Bushagoma, amewataka wanufaika kuwa na nidhamu ya fedha ili kuhakikisha mikopo hiyo inaleta tija na kuwafanikisha malengo yao ya kiuchumi. Tunawatembelea kuangalia kama biashara zao zinaweza kuhimili mikopo walioiomba ili waweze kupata mikopo hiyo. Mikopo hii ni rahisi sana na ndio maana tunawaomba wawe waaminifu na wawe warejeshaji wazuri. Kwa upande wao, baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo wameshukuru benki ya CRDB na halmashauri ya jiji la Dodoma kwa kuweka mazingira rafiki ya kupata mikopo. Kiukweli mkopo tumenufaika nao kama kikundi, lakini pia hata mtu mmoja mmoja, maana kwenye maisha yetu kiukweli tumesogea kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Tulikuwa tunaenda tunachukua mikopo, kuna vitu ambavyo tulikuwa tunaambiwa, kuna mambo ni mengi tu, ina maana mdhamini nini, mdhamini wa nyumbani na mdhamini wa nje. Kwa hiyo ina maana wale wanakudhamini ndio maana unakuja kuchukua mkopo. Ukishachukua ule mkopo ina maana kuna biashara tunazifanya. Kutoka jijini Dodoma, James Bunuma, Clouds TV. Mkoani Katavi, uchangiaji wa damu kwa wahitaji umeendelea kuleta tija katika mkoa huo, ambapo watu wa makundi mbalimbali wamekuwa wakijitokeza kuchangia damu ili kuokoa maisha ya wagonjwa wanaohitaji kuongezewa damu, ambapo shirika la watetezi wa mama wamefika katika hospitali ya Manispaa ya Mpanda kujitolea uchangiaji wa damu. Bugoma kutoka Katavi, huyu hapa na undani wa taarifa hiyo. Ni ziara yenye kuleta matumaini kwa wagonjwa wenye uhitaji wa damu, ambapo shirika la mtetezi wa mama mkoani Katavi wamefika katika kitengo cha damu salama katika hospitali ya Manispaa ya Mpanda, ambapo wamesema jamii inapaswa kuwa na huruma kwa wagonjwa hasa katika uchangiaji wa damu. Damu ni muhimu kwa sababu imekuwa ikisaidia watu mbalimbali. Kwa mfano, kwa wamama wanaojifungua wajawazito wamekuwa kikutwa baadhi na changamoto hii ya upungufu wa damu. Na hili zoezi itakuwa sio zoezi tu litaloishia hapa. Itakuwa ni zoezi endelevu. Tumeanza na sasa kuchangia damu, tutakwenda kufanya mambo mbalimbali ambayo yatakwenda kuhakikisha wizara yetu ya afya inakwenda kupunguza basi changamoto. Tunawakaribisha watu wa sehemu mbalimbali, mataasisi ya sehemu mbalimbali. Karibuni tuje tusapoti hospitali yetu ya wilaya. Mratibu wa damu salama katika hospitali ya Manispaa ya Mpanda, Fabiola Kauzeni, amesema jamii inapaswa kuondoa hofu katika suala la kuchangia damu, kwani uchangiaji damu hauna madhara kwa binadamu. Hakuna changamoto yoyote ambayo mtu anaweza akapata kwa kutoa damu. Mtu akitoa damu anabaki na afya yake ile ile, anabaki mzima wa afya, lakini pia inamsaidia yeye kupata damu nyingine ambayo itajizalisha ndani ya muda mfupi, ambao ni safi na salama. Kutoka katika hospitali ya Manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, mimi ni Bugoma wa Clouds TV. Na asante Bugoma kwa taarifa hiyo. Mkoani Tabora, mafundi ujenzi wakiwemo mafundi rangi, bomba na ujenzi wa nyumba wameomba serikali kuweka mkakati wa kuondosha mazingira duni ya kazi yanayowakabili, ikiwa ni malipo yasiyokidhi mahitaji, vitendo vya rushwa ya ngono, ukosefu wa usalama kazini na ubaguzi mahala pa kazi, hususan kwa mafundi wa kike. Hussein Mshenga kutoka Tabora anaripoti zaidi.
Jopo la mafundi ujenzi zaidi ya 600 wamekusanyika katika mafunzo maalum ya kuwajengea uwezo yaliyoandaliwa na kampuni ya Magic Builders International kwa kushirikiana na vyuo vya ufundi stadi VETA katika halmashauri ya manispaa ya Tabora. Wakizungumza na Clouds, baadhi ya mafundi hao wametoa wito kwa serikali kuweka sera madhubuti za kuwalinda pamoja na kusimamia utekelezaji wa haki zao ili kuinua sekta hiyo muhimu kwa maendeleo ya taifa. Tunaumia sana, alafu matio kazi yenyewe ni kazi ya makemika ambayo ni makali, masumu, manini. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie kwa namna yote ile tuwezeshe na sisi tupate kazi, tutalipa malipo yetu kihalali na wakati. Kuna kazi nyingine unafanya hata chakula cha mchana huna hakika, bosi anataka ufanye kazi mpaka jioni ndio akupe hela. Sasa nyingine na maisha yetu kama unavyofahamu kazi zetu zimekuwa saizi kidogo kipato kiko chini. Kwa hiyo nilikuwa naiomba serikali, waziri wa viwanda na biashara, alafu waziri wa ujenzi, watufikirie sisi mafundi. Tunaomba tu serikali tuangalie na itupe fursa kama sisi watoto wa kike. Unakuta kama hivi umesoma upo mtaani mpaka ukutane na site ndio ufanye kazi. Na unakuta ajira zinatoka lakini tunaachwa watoto wa kike tupate hizo fursa. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Magic Builders David Barongo amesema kampuni hiyo imekuwa mstari wa mbele kushirikiana na serikali katika kutambua mchango wa mafundi wadogo kwa kuwarasimisha kulingana na ujuzi walionao kupitia muunganiko wa makubaliano ya vyuo vya ufundi stadi VETA na Magic Builders, hatua inayolenga kuwawezesha kupata fursa muhimu ikiwemo ajira za uhakika. Sisi hatuna nchi nyingine. Nchi yetu ni hii Tanzania, kwa hiyo ili tuweze kupata kazi, tuweze kuifanya kazi, lakini pia na biashara ziendelee kwenda, ni lazima amani iwepo. Kwa hiyo tunashirikiana kuonyesha umuhimu wa amani katika kujenga taifa, kukosoa taifa, lakini na kushauri taifa. Tuendelee kuiomba serikali. Hili ni kundi muhimu katika taifa letu na ni kundi ambalo linatakiwa lipewe kipaumbele na ikibidi liendelee kuzungumzwa na kufikiriwa katika namna ya sera, lakini na kiutumishi kabisa, ili mwisho wa siku tunaporasimisha basi wakutane na ajira. Kutoka Tabora, hii ni ripoti ya binamu muungwana Hussein Mshenga na hii ni Clouds TV. Ripoti yake binamu muungwana Hussein Mshenga inatupa fursa ya kuangazia Rukwa. Shirika lisilo la kiserikali linalotetea haki za watoto, vijana na wanawake pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa huduma za afya COCO limetoa mafunzo ya haki ya afya ya uzazi kwa wanafunzi wa shule ya msingi Nkundi katika halmashauri ya Nkasi mkoani Rukwa. Paul Matias kutoka Rukwa anasimulia zaidi. Mafunzo hayo yamefanyika kwa wanafunzi hao katika shule ya msingi Nkundi na yalishirikisha wadau mbalimbali kutoka kwenye halmashauri hiyo, ikiwemo shirika lisilo la kiserikali linalojihusisha na shughuli mbalimbali za kijamii kwenye halmashauri hiyo. Mwezeshaji wa shirika lisilokuwa la kiserikali linalotetea haki za watoto, vijana na wanawake pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa huduma za afya COCO amesema kuwa wanapozungumzia masuala ya haki ya afya ni moja kati ya ukatili ambao mtoto wa kike amekuwa akipitia, hivyo wameona kutoa elimu hiyo ili kuleta uelewa kwa mtoto wa kike kuhusu haki hiyo. Wigo wa kutoa elimu kwa wananchi na kwa vijana wenyewe katika shule za sekondari, shule za msingi na vijana wasio katika maeneo ya shule utiliwe mkazo na pande zote mbili, asasi za kiraia lakini pia na serikali kwa ujumla wake. Huu mradi utaambatana nazo, nadhani tutaweza kubadilisha mindset za vijana wengi katika jamii yetu na ule mtazamo hasi ambao ulikuwepo nadhani utatoweka. Elimu kama hivi inavyotolewa ipite hata kwa jamii nzima. Yaani kila jamii ana kila mzazi aelewe. Kiwezekana tunapopata elimu hivi, ingekuwa ni jamii yote kila mtu anasikiliza kwamba kuna hiki na hiki na hiki. Ili elimu kipita, wengine wanaweza kuwa na hofu kwamba kumbe nafanyaje, wengine kutoka anafanya hajui. Kwa upande wao, baadhi ya vijana pamoja na wanafunzi wa shule ya msingi Nkundi waliohudhuria mafunzo hayo wamelishukuru shirika hilo pamoja na viongozi kwa kuwapatia mafunzo ya uelewa wa afya. Tulipofikia katika umri huu, nadhani umri huu ni umri wa kufanya maamuzi, aidha maamuzi mazuri au mabaya. Utoaji wa mimba una athari kiafya. Athari zikiwemo labda unaweza ukapata matatizo mengi kama unaweza ukapoteza damu nyingi. Nikiarifu kutoka halmashauri ya wilaya Nkasi mkoani Rukwa, naitwa Paul Matias wa Clouds TV. Na taarifa yake Paul Matias inatupa fursa hivi sasa ya kuhitimisha jicho la habari na kwenda kuangazia the screenshot.